Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 5 ya mwaka wa 2026, siku ya Jumapili. Mada inasema Injili ya msalaba. Paulo anasema kwamba neno la msalaba ni nguvu ya Mungu kwetu. Haishangazi kwamba Yesu Kristo naye amesulubiwa ndiye kiini cha kuhubiri kwake. Wakorintho wa kwanza sura ile ya pili aya ya pili. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza 17 hadi 31. Ni hoja gani muhimu ambayo Paulo anaitoa hapa? Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 18 hadi 31, Paulo anashughulikia tofauti kati ya upumbavu wa kibinadamu na hekima ya kiungu. Msalaba una uwezo wa kuonesha ubaya uliokithiri wa mwanadamu na wema mkamilifu wa Mungu. Sehemu hii ya Wakorintho wa kwanza inaanza kwa maelezo katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 17, kwa sababu msalaba wa Kristo hautakiwi kuondolewa nguvu zake. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 17. Ujumbe wa msalaba unapaswa kuwa kiini cha kuhubiri kwetu. Tazama pia Wakorintho wa kwanza sura ya pili ya pili. Paulo anasema kwamba hakutumwa kubatiza bali kuhubiri Injili ya msalaba. Kauli hii inahitaji uchunguzi wa aina mbili muhimu. Kwanza, kitenzi cha Kiyunani kilichotafsiriwa kama kutuma ni apostelo, kinachotokana na mzizi ule ule kama neno mtume. Hivyo, kazi ya msingi ya kiutume ya Paulo ilikuwa ni kutangaza Injili. Pili, maneno ya Paulo kuhusu ubatizo hayakumaanisha kwamba ubatizo haukuwa muhimu au angalau si muhimu kama kuhubiri. Badala yake, alikuwa anawakemea wale waliowakuza wale waliokuwa wanafanya kazi ya kubatiza tofauti na Yesu, ambaye katika yeye wamebatizwa. Kwa hekima ya maneno, Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 17, Paulo hamaanishi kwamba hotuba zinazotolewa kwa umbuji ni mbaya kwa zenyewe. Hoja ni kwamba hekima ya kibinadamu isizuie ujumbe wa msalaba kueleweka. Kirai hiki kinarejelea baraga, yaani swali lisilohitaji jibu, ya Kiyunani na Kirumi. Huko Athene, Paulo alitumia mantiki, sayansi na falsafa, lakini hilo lilitokeza matokeo madogo. Kwa hiyo aliamua kufuata utaratibu mwingine wa kazi huko Korintho ili aweze kuvuta usikivu wa watu wasiojali na kuupenda ukweli. Alikuwa amekamia kujiepusha na hoja na mijadala yenye kuelezea mambo kwa undani. Maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu kati ya Wakorintho ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Na alikuwa awahubiri sio kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 211. Ni kwa njia zipi hotuba zilizofafanuliwa kwa undani zinaweza kufanya ujumbe wa msalaba usieleweke vizuri? Kwa nini kumtangaza Yesu Kristo aliyesulubiwa kulizaa matunda mengi zaidi huko Korintho kuliko mantiki, sayansi na falsafa vilivyofanya huko Athene? Hata hivyo, kunaweza kuwa na nyakati ambapo mantiki, falsafa na sayansi vinaweza kuwa msaada katika kutangaza Injili? Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Julai 5, siku ya Jumapili, tulipoiangazia mada isemayo Injili ya msalaba. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.